أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. Assalamu alaikum wanamizani popote mlipo. Leo tutakuwa na taarifa inayohusu mgogoro uliopo katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo takriban kumekuwa na mapigano katika mashariki ya Kongo katika maeneo ya Goma kwa muda mrefu sana, huku baadhi ya wengi wakiamini kuwa wanaofanya mapambano hayo ni waasi kutoka jeshi la Kongo. Taarifa walizonazo wa Kongo wengi sana ni kwamba wanaofanya vita hivyo si waasi, bali ni wanajeshi kutoka nchi jirani ya Rwanda wanaoivamia Kongo kwa nia ya kutaka kumiliki ardhi hiyo, lakini vile vile kupora utajiri wa nchi hiyo. Hivi karibuni vyombo vingi vya habari duniani vimekuwa vikizungumzia swala la mapigano yaliyoko mashariki mwa Kongo, lakini kwa upande wake Mizani tumejikita zaidi katika kuelezea mgogoro wa kule Jerusalem na Palestina kwa ujumla wake na mauaji ya halaiki ya kimbari ambayo yamekuwa yakifanyika upande huo. Kutokana na maombi ya watazamaji wetu wengi, tunalazimika sasa kuzungumzia mgogoro wa Kongo, lakini leo tutakuwa na mazungumzo ya awali, yani muhtasari wa awali kama utangulizi pale tutakapokuja kulizungumzia swala hilo. Kilicho tufanya tuingie katika mazungumzo kwanza ni mkutano uliofanywa na Balozi Mulamula ambaye aliitwa katika muhadhara katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, ambapo alikuwa akielezea swala linalowahusu Wanyamulenge ambao ni Watusi kutoka Rwanda waliohamia Kongo miaka mingi iliyopita kudai kupata uraia wa nchi hiyo kwa kutumia nguvu, lakini huku akiwa na maelezo mengi ya kutilia shaka kutokana na statement yake. Pia kuna tatizo vile vile la Profesa Lumumba, profesa maarufu sana katika bara hili la Afrika, ambaye amekuwa akialikwa katika vyuo vikuu mbalimbali kote Afrika kutoa mihadhara kuhusu uchumi na maendeleo ya Afrika. Lakini kuna matamko ya rais wa Rwanda Generali Kagame, ambaye amekuwa kila mara akikanusha kwa Rwanda inahusika au kusaidia kile kinachoitwa waasi wa M23 au M23. Sasa ili kuweza kukupa tafakuri ya kuweza kufahamu nini kinachoendelea Kongo, kwanza tuanzie na habari zinazomhusu aliyekuwa rais wa Kongo Joseph Kabila, ambaye hivi sasa anaonekana na inadhaniwa na kuaminika kuwa yuko Goma akiwa ni mshirika kamili wa kikundi cha M23. Kwa hivyo taarifa ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tayari ilikwisha itisha kikao cha Senate ili kutengeneza utaratibu wa kuweza kumuondolea kinga ya kuto kushtakiwa kisheria rais wa zamani wa nchi hiyo Joseph Kabila. Kwa hiyo natakiwa Senate ipitishe azimio hilo ili kupata kumuondolea rais Kabila kinga aliyokuwa nayo. Waziri wa sheria wa Kongo Constant Butamba amesema tayari mwanasheria mkuu wa jeshi ameliomba baraza la Senate la Kongo kubatilisha kinga ya kutoshtakiwa aliyokuwa nayo Kabila kutokana na nafasi yake ya kuwa senata wa maisha katika baraza la Senate la nchi hiyo. Ni utaratibu wa Kongo kwamba rais mstaafu anabakia kuwa na hadhi na heshima ya kuwa senata wa kudumu wa maisha na anakuwa hawezi kushtakiwa kwa mujibu wa sheria. Lakini kutokana na serikali ya Kongo kujiridhisha kwamba Kabila amekuwa akijihusisha na Wanyamulenge na kushiriki katika harakati za kuifanyia uasi serikali, kwa hiyo inalazimu aondolewe kinga ili apate kushtakiwa kama wahalifu wengine. Hivi karibuni vyombo vya usalama vilivamia mali za rais huyo wa zamani Joseph Kabila na shughuli za chama chake ambacho kinaitwa People's Party for Reconstruction and Democracy PPRD, nazo pia zimesimamishwa katika nchi nzima. Wizara ya mambo ya ndani pia ilitoa taarifa ikisema uamuzi huo umechukuliwa kufuatia harakati za chuki zinazofanywa na Joseph Kabila ambaye aliwahi kuwa rais wa taifa hilo kwa muda wa miaka 18 hadi kufikia mwaka 2019. Kabila bado ni kiongozi wa chama cha kisiasa cha People's Party for Reconstruction and Democracy PPRD. Taarifa hiyo pia iliweka wazi kwamba shughuli zote za chama hicho zimesimamishwa kwa nchi nzima.
hivi sasa rais wa Kongo aliyoko madarakani Felix Antoine Tshisekedi amemtuhumu Kabila kwamba anaandaa uasi na anaunga mkono muungano unaojumuisha kundi la M23 ambalo linaendesha vita dhidi ya vikosi vya serikali katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo. Lakini pia zipo taarifa na ambazo pia hazijathibitishwa rasmi zinazoonyesha kwamba tunavyoongea hivi sasa Kabila alikwisha ingia Kongo na tayari amejumuika katika kikundi cha M23 kupanga mikakati zaidi ya kuweza kulitenga eneo la mashariki ya Kongo. Sasa ili tuweze kwenda sambamba, ningewaomba wana mizani tuende kwa pamoja, na tutakuwa na utangulizi huu ambao tutazungumzia kwamba Profesa Mulamula na Profesa Lumumba wanavyopotesha wasomi katika bara la Afrika kuhusu mgogoro wa Kongo. Lakini vile vile tutajikita katika kuzungumzia Wanyamulenge, yani Watusi wanaoishi katika vilima vya Mulenge, ni wa Kongo au ni Wazayuni wanaoishi mashariki ya Kongo. Yani Wanyamulenge mashariki ya Kongo ni sawa sawa na Mazayuni katika mashariki ya kati. Kwa hiyo taarifa yetu tunaanzia katika mtazamo wa jumla na kisha tutakwenda kwa series moja baada ya nyingine, lakini leo tutazungumzia tu kama utangulizi. Tarehe 8 Februari 2025, Balozi Liberata Mulamula aliyewahi kuwa waziri wa mambo ya kigeni wa serikali ya awamu ya 6 Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alialikwa katika mjadala ulioandaliwa na wanafunzi wa kitivo cha sayansi ya siasa, yani political science, katika chuo kikuu cha Dar es Salaam juu ya mgogoro wa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Mgogoro unahusisha majeshi ya nchi hiyo na wanaojiita waasi wa kundi la M23 wanaodaiwa kusaidiwa na Rwanda. Katika mada yake, Balozi Mulamula alielezea historia fupi ya mgogoro wa DRC tangu baada ya uhuru wake kutoka kwa Belegi, na ni nani Wanyamulenge, mwanzo wa kundi la M23 na nini wanachopigania, msimamo wa serikali ya DRC katika mgogoro huo, pamoja na wajibu na ulazima wa serikali za nchi hiyo kujijengea uwezo wa kujilinda yenyewe. Alieleza hayo si tu kutokana na uzoefu wake katika masuala ya kidiplomasia hapa nchini, isipokuwa ni kwa uzoefu wake kama aliyekuwa mwenyekiti wa Secretariat ya nchi za SADC na Maziwa Makuu iliyokuwa ikishughulikia utekelezaji wa maazimio ya Nairobi juu ya mgogoro huo wa mashariki ya Kongo. Maazimio ya Nairobi yalifuatia kikao cha wakuu wa nchi za SADC na Maziwa Makuu uliofanyika Nairobi mwaka 2006. Katika maelezo yake, Balozi Mulamula aliufananisha mgogoro huo unaoendelea sasa na lile jaribio la kujitenga la jimbo la Katanga chini ya Moise Tshombe katika miaka ya 1960, ambao ulipelekea mauaji ya waziri mkuu wa kwanza wa taifa hilo tajiri kwa madini Patrice Emery Lumumba. Kadhalika akasema kwamba jaribio la kwanza la serikali ya Kongo kuwakana Wanyamulenge, yani Watusi, lilifanywa na aliyekuwa rais wa nchi hiyo Mobutu Sese Seko, jambo lilopelekea kutimuliwa kwake madarakani mwaka 1997 na kuingia kwake hayati Laurent Desire Kabila. Jambo kubwa zaidi ambalo Balozi Mulamula aligusia, japokuwa si kwa namna ya uwazi, ni kwamba vita kuu ya 3 ya DRC ya mwaka 2002, ambayo pia aliviita vita vikuu vya kwanza vya Afrika na vita vikuu vya 3 vya dunia, kutokana na kushirikisha majeshi ya nchi nyingi sana duniani ndani ya RDC, ilitokana na hayati Laurent Desire Kabila kuwasaliti waliomsaidia kumuondoa Mobutu na kumuweka yeye madarakani. Hakuwataja watu hao ni kina nani. Balozi Mulamula anasema kwamba Rais Mzee Kabila, ambaye ni marehemu kwa sasa, aliwasaliti wenzake ambao yeye balozi hakuwataja ni kina nani, waliomsaidia kuweza kushika mamlaka ya Kongo. Naye mhadhiri maarufu Afrika Mashariki na Kati, Profesa Patrice Lumumba wa Kenya, katika mada hiyo hiyo aliyefanya mhadhara katika chuo kimoja nchini Nigeria, katika mada yake iliyohusu madhaifu ya uongozi katika Afrika, naye aliongelea mgogoro wa mashariki ya DRC kwa namna ile ile ambayo Balozi Mulamula aliongelea katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, hasa katika swala la Wanyamulenge, yani Watusi, na kushindwa kwa mamlaka ya DRC kutekeleza kuwatambua Wanyamulenge kuwa ni raia wa Kongo. Rais wa Rwanda Generali Paul Kagame naye aliongea na waandishi wa habari katika siku za kutimiza miaka 31 ya utawala wake mjini Kigali, na mada yake kuu ilihusu zaidi Rwanda isivyohusika
na mgogoro wa Mashariki ya Kongo, pamoja na vile nchi yake ilivyo tayari kukabiliana kwa nguvu za namna yoyote kutoka nje ambayo itajaribu kuingilia uhuru na usalama wa Rwanda kwa kisingizio cha kuihusisha Rwanda na mgogoro wa Mashariki ya Kongo. Akasema kwamba serikali yake imetumia gharama kubwa sana kusimamia amani inayoonekana sasa nchini Rwanda, hivyo hawezi kuruhusu jambo lolote la kuichezea amani hiyo. Kagame akaendelea kusisitiza kwamba mgogoro wa Mashariki ya Kati unaihusu DRC yenyewe kwa kukataa kuwatambua Watusi ambao wanajulikana kwa jina la Wanyamulenge kwa raia wake na kuwanyanyasa ikiwemo kuwaua ovyo. Rais Kagame akasema mpaka anatoa hotuba hiyo Rwanda ilikuwa ina wakimbizi zaidi ya 120,000 wa Kinyamulenge, yani Watusi kutoka DRC waliokimbia ubaguzi na manyanyaso kutoka kwa serikali ya nchi hiyo. Rais Kagame amewakana Wanyamulenge kwamba pamoja na kuwa ni Watusi kwa asili yao, lakini hawana mahusiano yoyote na Rwanda isipokuwa ni raia halali wa DRC. Lakini rais hakupata nafasi ya kufafanua ni namna gani Rwanda ama serikali ya Rwanda inavyoweza kuamua au kuiamulia serikali ya Kongo ni nani raia wa Kongo na ni nani asiyekuwa raia wa Kongo. Baada ya kufuatilia hotuba hizi tatu, yani hotuba ya Profesa Lumumba wa Kenya, Profesa Mulamula wa Tanzania na rais wa Rwanda Jenerali Paul Kagame kwa kina, televisheni ya Mizani imegundua mfanano mkubwa wa hoja hasa katika maeneo makuu matano. Kwanza, lile la kuwa kiini cha mgogoro wa DRC ni Wanyamulenge, yani Watusi, ambao serikali ya nchi hiyo, yani ya Kongo, inajaribu kuwakana na kusema kwamba ni raia wa Rwanda. Pointi ya pili tuliyoipata ni kwamba ni kundi la M23 ambalo wasemaji wote wameliongelea kuwa ni waasi wa DRC kutoka kabila la Wanyamulenge, Watusi wanaodai haki zao za kiraia na kamwe hawana mahusiano yoyote na serikali ya Rwanda. Tatu ni kwamba mgogoro wa DRC ni mgogoro wa ndani ya DRC unaoweza kumalizwa na DRC yenyewe kama itakubali tu watambua na kuwapa uraia wananchi wake wote wakiwemo Wanyamulenge. Lakini hoja zote za watu wote watatu, hakuna hoja moja iliyotamka kwamba mbali na hawa wanaoitwa Wanyamulenge ambao ni Watusi, ni kabila gani jingine la Kongo ambalo serikali za Kongo zote zilizopita zimekuwa zikiwakana kuwa sio raia. Ukweli ni kuwa hakuna, bali marais wote hawawatambui Wanyamulenge ama Watusi kuwa ni raia halali wa Kongo. La nne, ni ukweli kwamba kutokana na jiografia yake, ukubwa wake, idadi ya watu wake, pamoja na rasilimali zake, migogoro yote ya DRC inatazamwa kama migogoro ya Afrika na athari zake huzikumba nchi zote katika maziwa makuu, hasa zile 8 ambazo kimsingi zinapakana moja kwa moja na DRC. Moja ya nchi hizo ni Uganda, Rwanda, Zambia, Burundi, Tanzania, Angola, Congo Brazzaville, Gabon na Afrika ya Kati. Nchi zote hizi zina mpaka wa moja kwa moja na DRC. Nukta ya 5 ni kwamba mgogoro wa DRC ni matokeo ya mamlaka ya nchi za Kiafrika ikiwemo hiyo DRC yenyewe kushindwa kuheshimu mipaka ambayo Afrika imeirithi kutoka kwa wakoloni kama ilivyokubaliwa mjini Casablanca nchini Morocco mwaka 1962 na wakuu wa nchi huru za Kiafrika na kujulikana kama Casablanca Charter. Baada ya kuainisha mambo hayo matano ambayo ndiyo yamewekewa nukta maalum katika hoja na wasemaji hawa watatu, kuanzia hapo Mizani itaanza kuchambua hoja hizo na kuzingatia taarifa za ziada ambazo inazo na kulizilinganisha na zile za wasemaji hao. Mizani itafanya hivyo si kwa malengo ya kupingana au kukosoa hayo yaliyosemwa, isipokuwa ni kupanua wigo wa hoja ili kuwezesha wasemaji wa nafasi zao watumie majukwaa yale yale au mengine yoyote kujibu maswali au kutolea ufafanuzi hoja mbadala zilizozalishwa kutoka ndani ya hoja zao wao wenyewe walizozitumia. Awali ya yote niseme kwamba sisi tunajua vyema kwamba wako watu wengi ambao watashangazwa na uchambuzi huu ambao unaweza kuonekana kama kukanusha taarifa zilizotolewa na watu mashuhuri kama Balozi Mulamula na Profesa Lumumba ambao ni miongoni mwa Watanzania waliobobea katika masuala ya diplomasia ya kimataifa, lakini pia aliyewahi kuhusika moja kwa moja katika jitihada za kupatia ufumbuzi wa kudumu mgogoro
wa Wanyamulenge. Kadhalika mtu kama vile Profesa Lumumba ambaye kwa miongo kadhaa sasa amepata umaarufu mkubwa katika vyuo vikuu Afrika na dunia kwa kuhubiri ustawi wa maendeleo ya Afrika hasa kwa watu weusi, pamoja na Rais Kagame mwenyewe ambaye sio tu amekuwa rais wa Rwanda kwa zaidi ya miaka 30 sasa, lakini ambaye anahusishwa moja kwa moja na mgogoro huo, japo kuwa yeye mwenyewe kama kiongozi mkuu wa serikali ya Rwanda anakanusha Rwanda kuhusika na mgogoro huo. Rais Kagame ana historia ndefu sana ya mapambano ya silaha katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, na kwa vyovyote vile ana uelewa mkubwa sana wa masuala ya siasa na usalama katika eneo la Maziwa Makuu. Mizani kwa upande wake linasisitiza tu haja ya kila mmoja wetu kufuatilia kwa makini uchambuzi huu na uhukumiwe kwa hoja zake na wala si nani aliyetoa, katika muktadha wa kisomi, ili kupata ukweli wa kuondoa upotoshaji wowote upate kuaminika kirahisi. Si lazima ubebe kiasi kikubwa cha ukweli, na pia usemwe na watu wanaoaminika kuwa na taarifa na maarifa ya kutosha juu ya swala husika. Hata hivyo, mgogoro wa DRC hauwezi kuwa mwepesi kwa kiasi kilichoongelewa na Balozi Mulamula na Profesa Lumumba, huku tunaona viongozi wa Afrika pengine dunia nzima wakijishughulisha na mgogoro huo kwa muda mrefu bila mafanikio. Haiwezekani nchi kadhaa za Afrika kama vile Tanzania, Angola, Zimbabwe, Afrika Kusini, Namibia, nchi zote hizo zipeleke majeshi DRC kukabiliana na M23 kama ilivyokuwa mwaka 2002. Halafu tuseme kwa urahisi tu kwamba serikali za nchi zote hizo hazina vyombo wala havina njia ya kuweza kujua kwamba kiini cha mgogoro ni serikali ya Kongo kutowatambua Wanyamulenge, yani Watusi, kuwa ni raia wake. Bila shaka ni vema hoja za Balozi Mulamula na Profesa Lumumba zizingatiwe, lakini kwa hoja za upande mwingine pia zitafakariwe kwa kina. Kwa nini? Kwa nini Mobutu, Laurent Desire Kabila na President wa sasa Felix Tshisekedi, ambao kimsingi wote hawa walikuwa wakipingana katika mambo mengi ya msingi, lakini katika hali moja na kwamba Watusi sio raia wa DRC, wawe na mtazamo mmoja? Marais wote hawa, Mobutu na marehemu mzee Kabila, hawakukaa pamoja. Ni panya na paka, hawawezi kukaa mahala pamoja. Walikuwa wanahitilafiana, lakini Mobutu na Laurent Kabila, rais wa sasa Felix Tshisekedi, wote wana msimamo wa pamoja kwamba Wanyamulenge si wa Kongomani wala si raia wa Kongo, na tutakuja kueleza huko mbeleni Wanyamulenge waliingiaje Kongo na wanaishi wapi na walitoka wapi. Mbona hao kina Wanyamulenge ni wachache mno kulinganisha na mamilioni ya Wakongo wengine ambao hawajawahi kuwakana hata kama wana migogoro ya wenyewe kwa wenyewe. Rai yetu kwa wasomi wa vyuo vikuu ambao wamekuwa wakiandaa midahalo ili kuchunguza na kutafuta ukweli juu ya nini kinachotokea mashariki ya DRC, ni nini chanzo chake na nini unaweza kuwa ufumbuzi wake, wafuatilie uchambuzi huu ili wapanue wigo wa tafakuri zao juu ya yale yasemwayo na wanayosema hawa ambao tumewataja. Katika uchambuzi huu mizani itajielekeza katika maneno makuu manne ili kurahisisha kuelewa, huku kwa namna moja au kwa namna nyingine au kwa mantiki ikijibu ama kuhoji baadhi ya hoja ambazo mabalozi Mulamula na Profesa Lumumba walijenga katika kujenga uhalali wa Wanyamulenge. Wanyamulenge ni nani na wana mahusiano gani na Watusi wa Rwanda? Pili, ni ulazima wa kujua M23 ni nani na nini malengo yao mashariki ya DRC. Nukta ya tatu, kuna mahusiano gani kati ya Wanyamulenge ambao ni Watusi, kundi la M23 na Rwanda? Na nukta ya nne ni juu ya nini kiini cha mgogoro wa DRC na inayosemwa kuwa mipango ya ujenzi wa himaya ya Tutsi Empire ambayo inayajumuisha mataifa ya Kongo, kuchukua Burundi yote, kuchukua eneo la mkoa wa Kigoma wote, ambayo inaitwa Tutsi Empire au Hima Empire katika eneo la Afrika ya Kati. Programu hiyo ipo, imesemwa kwa muda mrefu, na watu ambao wanafuatilia juu ya jambo hilo wanajua ni nini tunakokwenda katika mgogoro huo. Katika uwasilishaji wa hatua zote hizo, sisi hatutaacha maswali ambayo Balozi Mulamula na Profesa Lumumba na yoyote mwenye mtazamo kama wao au kinyume nao ayajibu au kuyatolea ufafanuzi, ili watu wote wanaohitaji kujua zaidi juu ya mgogoro huu na hatima ya DRC wapate kuelewa.
Inshallah katika toleo lijalo tutaanza uchambuzi huo kwa kuanza na hoja ya kwanza ya Wanyamulenge ni nani na wana mahusiano gani na Watusi wa Rwanda, walipata wapi mafunzo ya kuweza kufanya vita, wanapata kwa njia gani silaha za kuweza kushindana na serikali katika kipindi ambacho hao Wanyamulenge wenyewe ni watu wanaokaa katika kijiji cha Mulenge, watu wachache sana ambao mmoja wao hawezi kupata hata nafasi ya kugombea ubunge katika eneo lake na akapata, wanavyoweza kufika hadi idadi ya watu 1400 waliobeba silaha na zana za kisasa. Zinatoka wapi silaha hiyo? Wanazipata wapi? Bukavu na Goma, kwa mtu anayekaa Dar es Salaam, kutoka Goma kuingia Rwanda Gisenyi ni sawa sawa tu na mtu atoke kwa Sheikh Yahya avuke barabara ya Morogoro Road aingie upande wa pili. Tayari ameshatoka Rwanda, ameingia Kongo, au Kongo ameingia Rwanda. Mahali parahisi pa kukimbilia Wanyamulenge ni ama waingie Bujumbura, ambapo ndo wanapokuwa kule mlimani Mulenge wanaitazama Bujumbura kwa chini. Wale waliokuwa Goma, mahali karibu pa kuingia ni kuingia Gisenyi. Hawana namna ya kuweza kufika Tanzania, hawana namna ya kuweza kufika nchi zingine kama Zambia na Angola na sehemu nyingine ambazo zinazopakana na Kongo. Kwa hiyo tutaanza kuzungumza Wanyamulenge ni nani na wana mahusiano gani na Watusi wa Rwanda, na wanapata wapi silaha na zinaingilia wapi, wanapata mafunzo wapi. Na je, hivi mtu anapoishi Tanzania na akahitaji kupata uraia, anahitaji kwenda porini kwa ajili ya kujifunza jeshi ili aende Wizara ya Mambo ya Ndani kupeleka fomu zake za kuomba uraia kwa kutumia silaha? Haya yote ni mambo ambayo yanataka tafakuri, kuyafikiri maneno aliyosema Balozi Mulamula na kadhalika vile vile Profesa Lumumba wa kule Kenya. Kwa hiyo tutaendelea na sehemu ya pili katika kipindi kijacho. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo.